tukiongozwa vile vile na ujumbe wa Baba Mtakatifu kwa mwaka huu. Katika ujumbe wake kwenye siku ya mawasiliano, kila mwaka kuna ujumbe ambao anautoa Baba Mtakatifu, amependa na anatukumbusha kweli kwamba mawasiliano yetu yao ni mawasiliano ambayo yanakuja kujikita kwenye hilo ambalo ndo wote tuko tunalitizama, hilo la matumaini. Kumbe yao ni mawasiliano ya kuleta matumaini. Ndo Baba Mtakatifu kasisitiza katika ujumbe wake ambao ameutoa kwenye siku hiyo ya mawasiliano. Mawasiliano ambayo yanakuja kuleta matumaini, na jinsi yatakavyotolewa sasa yatolewe kabisa kwa unyenyekevu. Tunajishusha, hatuendi kupambana, hatuendi kwenda juu tu wa kwanza kutoa mawasiliano. Tatizo ambalo linakuja katika hao ambao wanakuja kufanya kazi ya kuleta mawasiliano kwa kutumia vyombo hivi ambavyo sisi tunapenda vikue, lakini vikue vikiwa vinaingilishwa na hizo kanuni zetu na taratibu zetu ambazo zinakuja kumhukumu mwanadamu. Kama ni magazeti, yalete matumaini na yatuandikie vitu na viandikwe katika hali hii ya unyenyekevu, kiasi kwamba mimi nayesoma kweli napata matumaini kwamba ni habari ambayo inakuja kunikomboa hii. Kama ni vyombo vingine vya uchapishaji, na vyenyewe tunataka tuviinjilishe, vinachapisha nini, vinatoa nini, ni hayo hayo. Kama ni redio zetu ambazo tunazitumia kuleta mawasiliano, mimi kama ni Mkatoliki niko hapo kwenye redio hiyo, nafanya kazi hiyo ya kutangaza, au tunafanya kazi ya kuleta habari mbalimbali, basi ziwe ni habari ambazo zitaleta matumaini kwa watu. Leo tuna hivi vyombo vingine kabisa internet, unafahamu hizo ambazo nimesikia za radio gani wa Toronto online. Ni vingi mno. Zamani ilikuwa sio rahisi, lakini siku hizi kila mmoja tu ana simu yake, anatengeneza namna ya chombo cha kwanza kuleta habari na taarifa mbalimbali. Zingine hata hawakulipia hata ushuru. Bila rushwa anaenda kuwakamata kila leo. Matatizo makubwa yataenda kutoa taarifa. Basi tusiingie humo na sisi Wakatoliki ambao tunajua kabisa kuna utu, alafu kuna kanuni hizo, taratibu, maadili ya Kikristo ambayo yanapasha ya indani na taratibu tunazotoa. Sio kwenda naiba alafu naanza kufanya mambo haya, sasa naanza kurusha na taarifa nyingine ambazo kinyume cha kuleta matumaini, sasa zinakuja kuleta vilio na vifo kama nilivyosema. Kumbe mwaka huu kwa kweli Baba Mtakatifu amesisitiza kitu hicho. Mimi naomba tujitizame sisi, labda kama waandishi wa habari, kama watangazaji, na kama wasimamizi wa vyombo hivyo ambavyo ni vya mawasiliano, hiyo kazi zetu hizo tunazifanyaje? Mimi nanisikitisha sana, sio leo tu, hata nilipokuwa nje nilikuwa nafuatilia sana ni taarifa na habari za kwetu hapa Tanzania. Nakumbuka iliniumiza sana wakati ule kabla mheshimiwa sasa ameshaondoka Magufuli John Pombe aliposimama, ilikuwa inaelekea mwishoni hapo, nakumbuka wakati ule alipokuwa anarusha habari za uongo hizo ambazo hazileti matumaini, hazileti furaha, kuhusiana na mheshimiwa Mpango. Mnakumbuka na nyinyi waandishi wa habari, siku hiyo ikatolewa, akabidi isomwe nani ujumbe uliotoka kwake yeye ambao walikuwa wako wanamaliza, wanamuua. Na sio mara moja amefanya kitu hicho, na sio yeye tu peke yake. Achana na haya ya kwetu, juzi mmeyasikia hayo ya Baba Mtakatifu, na mmeyaona na mapicha mmeyaona hayo, jinsi wanavyotoa ni habari hizo ambazo ni fake news, hizo habari za uongo ambazo baada ya kuleta matumaini zinaanza. Alafu sasa mimi sina shida na hilo la kumtafuta huyo ni nani anafanya hilo, lakini sasa kinachonishangaza sisi wengine ambao tungelipaswa tuzuie vitu kama hivyo, ndio tunakuwa wa kwanza, tunataka itatua wa kwanza kurusha habari hizo, kuzirusha. Hapo mimi ndio wasielewi, mpaka na mtu wa heshima kabisa, mtu wa heshima ambao ungelifikia ndiye angelikusaidia, lakini huyo ndiye anakuwa wa kwanza kurusha hicho ambacho ni fake news. Sasa tunajiuliza, nyinyi watu wa habari, je, mnatuelimisha, mnatufundisha
hivi vyombo tuvitumieje, habari hizi mzitumieje, au habari mzipeleke namna gani, au habari mzipokee namna gani? Ndio swali langu linakuja hapa. Mimi nafikiri tuna haja kufanya hivyo, baba mkurugenzi na ndugu zangu, mnapokuwa mnatuelimisha au mnarusha habari hizo, mnatuletea habari hizo, mnapokea habari sijui kutoka kwa nani. Na sasa ndio balaa kabisa na vyombo hivi, hii teknolojia ya kileo ambayo kila mmoja tu akiamua tu anaweza kufanya pitch, ni dakika ni sekunde anatuma kitu, alafu sasa bahati mbaya hawa ambao na wao ni kama vile wameugua. Sisi nyumbani watu tunasema kuna watoto wengine kama vile wamechanjiwa kutembea yani wamemchanja akisimama tu yeye ni kuondoka. Sasa kuna wengine kusoma ya habari ni hivi hivyo kama vile amechanjiwa. Mwe ni mlevi huyu wa kupokea mara moja, ni kama hawalali wale. Inakuwa ni kama nani hao watu wanaotawaliwa na pombe, wanaotawaliwa na dawa za kulevya hizi. Na unatawaliwa hujijui, lakini umetawaliwa. Kasi anaamka kila akiamka nafikiri cha kwanza ni hicho. Kabla hajanywa chai hajapiga hata na mswaki, ndio ameshaenda kwenye nani au wa kwanza kutoa taarifa. Lakini taarifa gani anazozitoa? Mimi nimewaachia hayo, sitaki kusema mengi zaidi, lakini tusaidieni, tufundishe na wafundishe hasa hawa ambao huwa ni wa kwanza wanakurupuka wakifikiri labda ni heshima wanapotoa hizo habari, wakati wanatuletea habari ambazo si kweli, si habari za kuletea matumaini kama Baba Mtakatifu anavyotuomba. Badala yake ni habari za kuleta mfarakano, habari za kuleta jazba, habari za kuleta maumivu na maangamizi katika jumuiya zetu, katika familia zetu na katika jamii yetu. Inasikitisha, lakini basi mimi nafikiri mtakapofanya hija hiyo, tumuombe huyo Mtakatifu Gabrieli ambaye ndiye msimamizi wetu aweze nasi kwa maombezi yake, au tukifuata mfano wake tuhakikishe kabisa kwamba mawasiliano yetu yanakuwa ni mawasiliano ya kuleta matumaini, mawasiliano ya kujenga na sio ya kubomoa, sio kuleta taharuki, bali mawasiliano ambayo daima yatatukomboa.